Fungua kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3. Kolosai 3 mstari wa 18. Unaweza ukasoma mpaka wa 25. Lakini mimi naweza kusoma tu mistari michache pale nitakapokomea. Inasema hivi: ninyi wake watiini waume zenu kama impendezavyo katika Bwana. Ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, msije wakakata tamaa. Ninyi watumwa watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo, mkimcha Bwana. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnaomtumikia Bwana Kristo. Maana adhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Katika mambo yote ambayo nimeyasoma juu, mstari wa 24 unasema unapoyafanya hayo mambo, anasema mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, malipo ya kurithi kwa wanaomtumikia Kristo. Kwa hiyo nimesoma mstari wa 18 umesemaje jamani? Ninyi wake, maana yake wanawake, si ndio jamani? Watiini nani? Kama impendezavyo nani? Kama navyopendeza katika Bwana. Sasa najua mmefundishwa mafundisho ya msingi jana, lakini nataka mambo ya msingi pia uyaelewe. Mungu alipoanzisha kumuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu mmoja kwanza, anaitwa Adamu. Alafu Mungu akasema haipendezi mtu huyu kuwa peke yake, nitamfanyia msaidizi. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo akamtafutia nani? Mwanamke. Tunaenda sawa? Sasa usipoelewa nafasi hizo, wakati adui anatafuta nafasi hizo, madhara yake ni makubwa. Tunaenda sawa ya? Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanaume kwanza. Kisha Mungu mwenyewe akasema haipendezi mtu huyu kuwa peke yake. Si tunasomaga maandiko hayo? Ndipo akamuumbia, akatoa kwenye ubavu wake, akamuumbia Eva, akamuumbia mwanamke. Alafu akampeleka kwa Adamu. Adamu ndio akasema huyu ni ubavu katika ubavu wangu, si ndio? Nyama katika nyama yangu, naye ataitwa ni nani? Mwanamke. Haleluya. Sasa na mambo mengine ambayo sema mwanamke atamwacha babaye na mamaye, naye watapendana na mwenzake mwanaume, nao watakuja kuwa mwili moja. Sasa kunyenyekea inaanza na ndoa. Kama umeolewa, mnyenyekee mume wako. Ina maana gani? Kadri unavyomnyenyekea mume wako, hata kama mume wako ana madhaifu fulani, Mungu anapotazama ili adui asipate nafasi ya kuja kuharibu kizazi chenu. Maana kwenye ndoa Mungu ameweka amri ya uumbaji automatically kwamba watapata watoto. Na kwa wale ambao wameolewa wajapata watoto, hawajaelewa maana ya ndoa.
Kama Mungu alikuunganisha kwenye hiyo ndoa na hujapata mtoto, ni vizuri ukaelewa taratibu za Mungu alizoziweka. Kwa hiyo haijalishi na miaka mingapi, ukapate mtoto kwenye ndoa yako. Maana mtoto hatokani na mume wako, mtoto anatokana na Mungu aliyeweka amri kwa ajili ya mume wako na wewe mwanamke. Ndio maana ukienda mahakamani, watu hawashindi kesi kwa sababu wanajua kuongea, wanashinda kesi kwa sababu wanajua sheria inasemaje. Naeleweka kitu naanza kusema? Unanielewa? Kila mtu atakwenda mahakamani, kila mtu atasema huyu fulani atanikoma, kila mtu atasema na mimi nitamshinda, kila mtu atasema shinda. Lakini wanapokwenda kusimama kwenye sheria, watashinda pale yule atakaye kuwa anaelewa sheria inasemaje. Yule ambaye hajui sheria inasemaje, yeye mradi tu asema amenionea, hata fulani alikuwepo, amenionea, hata fulani alikuwepo, alafu hajui sheria juu ya tatizo hilo, mtu yule atashindwa mchana kweupe. Ndivyo ambavyo wanandoa wasipoelewa mpango wa Mungu kwenye ndoa ni nini, unakuja kujikuta wasipowanyenyekea waume zao, wewe utaishi na mume wako mpaka mtaenda uzeeni, lakini utaona kizazi chako, watoto wako wakiteseka ama wakiteswa na shetani. Biblia inasema wala msimpe ibilisi nini? Nafasi. Maanake ninyi wazazi anapataje nafasi kama mmojawapo hamheshimu mume wake? Nimesema hata kama ana mapungufu. Nikisema hivyo si unaelewa Hata kama ana mapungufu ya kuongea, mapungufu ya hekima, mapungufu ya kufanya jambo, mapungufu fulani, hata kama, maadamu ni mume, mnyenyekee mume. Haleluya. Ndipo Mungu anapowainua watu wake na kubariki vizazi vyao. Na kubariki nini? Na vizazi vyao. Wawaonee huruma. Muonee mume wako huruma. Haleluya. Na kuombea kwa maombolezo. Muwapende na kuwaheshimu. Kutoka hapo, kanisa mahali ulipo, utaanza kuona linaanza kubarikiwa. Kanisa unapoasali, wewe mama ambao umechukua nafasi hiyo kumnyenyekea mume wako, utaanza kuona hata kanisa unalosali linaanza kufanyaje? Kubarikiwa. Mungu haangalii sana watu wanapoenda kanisani wanalia, wanaomba, sawa. Mungu anaangalia sheria yake, nani anaitekeleza. Kwa mfano, Biblia nasema juu ya ndoa, upande wa wanaume, enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, ili kuomba kwenu kusifanyeje? Kuzuiliwe. Sheria hiyo shetani anaijua. Hatukai na wamama kiroho. Ukikaa na mama kiroho hakuelewi. Kama hana neema hiyo hata kuelewa, yeye ni kukutafsiri kwenye mwili. Ndio maana anasema kaeni nao kwa akili. Na Biblia inasemaje? Tumieni akili kama ipasavyo, lakini msitende dhambi. Kwenye ndoa Mungu anaruhusu kwenye ndoa umwelewe mwenzako. Ndipo wewe mwanaume tumia akili ya kutokumuudhi, ya kutokufanya hivi, ya kumrejesha, ya kufanya kile, ya kumtia moyo. Lakini wamama wanapaswa kumnyenyekea mume, maana yeye ni kichwa cha nyumba. Kama Biblia inasema ni kichwa cha nani? Cha nyumba. Kama vile Kristo ni kichwa cha kanisa. Sijui kama unanielewa kitu nasema. Fungua Waefeso sura ya 5. Waefeso sura ya 5. Naenda polepole uelewe. Misingi hii watu wengi wameiacha. Siku za nyuma unaweza kaona wazazi wale walivyokuwa na heshima, unakuja ukuta watoto wao ndio wanazidi zaidi.
Wazazi wale waliosoma wanafanya kazi, unakuja kukuta watoto wao wanasoma zaidi ya wazazi wao. Unaelewa eh? Wazazi wale waliokuwa wafanya biashara, unakuja kukuta kama ndoa yao ilikaaga vizuri, unakuta watoto wanachukua nafasi hiyo, watakuwa wafanya biashara wakubwa, wasomi wakubwa, wanakuwa na utajiri mkubwa kuliko wazazi wao. Lakini kwa kanisa wakokuwa wameshindwa kuelewa hayo, unakuta wazazi waliokuwa wazuri, watoto wao ndio wanaharibiwa zaidi. Nitakueleza ni kwa sababu gani. Ni kwa sababu watu wengi wameacha msingi wa Mungu juu ya ndoa. Wao wanamfukuza shetani tu kila siku na wanaomba kweli. Matokeo yake ni kidogo sana. Kwa sababu kuacha misingi. Mungu atusaidie. Umefika Waefeso 5. Na mstari wa ngapi? Mstari wa 22 mpaka wa 24, alafu tasoma wa 33. Mstari wa 22 wa Efeso 5. Enyi wake, anaeleza wanawake, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Mume ni nani? Kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Mstari wa 24. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo na wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Kuwatii, lugha nyingine, ni kuwanyenyekea, kuwaheshimu. Haleluya. Kuwapenda bila sababu. Kuna wamama wengi wanawapenda waume zao kwa sababu amepewa kitu fulani, kwa sababu amefanikiwa kitu fulani, ndio anampenda. Unampenda na kumtii mume wako kwa nafasi ambayo unajua ni mume. Kwa kujua ni nani? Ni mume. Biblia inasema mstari wa 24, lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Wangapi wameelewa? Kwa kila jambo. Kama unavyoona Mungu tunavyomtii kanisani na kumwogopa kutokumtenda dhambi, Mungu anafanisha, asema vivyo hivyo na wake wawatii waume zao. Madhara yake, usipotii, mlango unapata nafasi kwenye ulimwengu wa roho. Roho zinakuja kukalia ndoa. Ikikalia ndoa kwenye ulimwengu wa roho, mnabaki katika ulimwengu wa damu na nyama. Mkizaa wale watoto wanaharibiwa na adui. Umepataje nafasi? Kwa sababu ninyi hamkumheshimiana, hukumtii, hukumnyenyekea mume wako katika ndoa. Unawezekana ulikuwa unamnyenyekea mdomoni, lakini moyoni unampinga. Sio kama umeelewa kitu nimesema? Unamnyenyekea wapi, watu wa Mungu? Mdomoni, akilini, lakini moyo wako hauko na yeye. Inatosha hiyo. Ulimwengu wa roho unajua, Mungu anajua, shetani anajua, mawakala wanajua, waadui, wachawi wanajua. Wao wanachofanya, wanaijilia njia ya ndoa yako kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana unaweza ukaiona njia yako ya ndoto zako, ndipo utaelewa. Kwenye ndoto zako, wakati umeomba sana, umenyenyekea, utaona ndoa yako, uko na mume wako ama uko na jitu lingine la pembeni ambao kioto wanasema haya ni majini. Ndipo utaelewa moyo wako haukuambatana na mume wako. Japokuwa kimwili umeambatana naye, lakini kuna vitu katika moyo humpendi, humwazii mema, humtakii mazuri, humnyenyekei, unamvumilia. Basi kitu kitachofanyika, ninyi mtapita, watoto wenu watakamatwa. Hata wakiolewa, utaona mateso ya watoto wako wakati bado hujaondoka kwenye hii dunia. Utaona hayo mateso. Na utaomba na kufunga, utakemea na kufanya kila kitu, hayaondoki. Kwa nini? Mlango ulifungua wewe mwenyewe, mwanandoa. Hebu sema, kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, ni katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 33 nasema hivi, Efeso 5:33. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Mke asikose
kumstai. Kumstai ni hali ya kumvumilia, kumnyenyekea. Haleluya. Hivyo lengo lake ili vizazi vyetu ama kizazi chako kiwe salama. Nimesema kadri mwanamke anavyomheshimu mume wake, Mungu anaangalia sana uzao na kuinua huo uzao wake. Na ukikosea ndoa, Mungu anaangalia sana uzao wako na kwenda kuharibika. Si unaona hata Adamu na Eva, wao walipokosea, uzao wao baada ya muda, si uliona ulianza kuuana? Ulianza kuuana kwa sababu ya wivu. Nakwambia nitaongea vitu vitatu. Nitaongea unyenyekevu, nitaongea vikoba, nitaongea wivu juu ya ndoa. Kwa hiyo unapoona ndoa namna hii, Mungu anaangalia vizazi vinne vinavyofuata kwenye hiyo generation. Unakuta baba na mama wacha Mungu mbele ya macho ya watu, lakini wakibaki huko ndani, mioyo yao hayupo pamoja. Nimekuambia hivi, watu wanaweza wasielewe, lakini shetani si anaelewa? Mungu si anaelewa? Na ninyi wenyewe kwenye mioyo yenu si mnaelewa? Sasa hiyo hasara mtakayoipata, ninyi hampigani makofi. Lakini hasara mtakayoipata, njia ya ulimwengu wenu wa roho wa ndoa utakuwa umekamatwa. Utakuja kuona matokeo kwenye vizazi, kwenye uzao wako. Utajaribu kurudisha hivi, hakuna. Utajaribu kurudisha hivi, hakuna. Kama umeelewa sema Bwana utusaidie. Haleluya. Na tunapofanya vizuri, ule uzao unageuzwa na Mungu na kuwa ni wa faraja. Ndio maana unaweza ukaona wanandoa wanaweza wakawa hawana maisha mazuri, lakini wanapendana hivi kama kumbikumbi. Wanaheshimiana, wanavumiliana kila jambo, mioyo yao hawasengenyani. Ufa unaopatikana mara nyingi unakuta mama akikutana na watu wengine anawaeleza siri ya mume wake yote. Baba akikutana na ndugu rafiki zake wengine anawaeleza tabia ya mke wake yote. Kwisha. Hatari sana. Halafu mwisho wale waliowaeleza wamepata habari zako. Swali, unapata faida gani? Umepata faida gani? Matokeo yake ukitembea unaonekana uchi. Kwa nini? Si kila mtu anajua mambo yako, si ulianika mwenyewe. Umeanika tabia ya mume wako, umeanika tabia ya watoto wako, umeanika tabia ya mke wako. Kwisha. Ndio maana mnavumiliana tu. Adui hawezi kuondoka, maana umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe. Biblia inasema katika Methali 6, umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Alafu anasema umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Lakini angalia ndoa ambazo watu wamevumiliana, lao ni moja, wao wamelala njaa, wanamwambia Mungu. Wao wameishiwa mavazi, wanamwambia Mungu. Wao hawana karo ya watoto, wanamliza Mungu. Wanalia usiku kucha, wamependana kama kumbi namna hii. Angalia kizazi hicho. Hata kama wao wanapita kwenye shida, angalia watoto wao wanakuja kuwa wenye akili sana. Iwe ni darasani, iwe kwa jamii, iwe ni kazini, unaona wanapata kibali kikubwa na wanaheshimika na jamii. Na baada ya muda watoto wale wanakuja kujenga mji wao. Wale wazazi waliokuwa wameonekana sio kitu, wanakuwa faraja, wanapata faraja. Umeonaga hiyo kitu?
Mpaka wanasema jamani, sisi boma la fulani lilikuwa mna, lakini watoto wake jamani, angalia walichokifanya. Jamani, ule mji umekuwa mzuri. Kwa nini? Angalia chanzo sio wale watoto. Chanzo ilikuwa wale wazazi, mke na mume walivyotembea pamoja. Mpaka watu wanasema jamani, mbona nyewe mnanyamaza kimya, mnaendeleaje? Hatuna shida kabisa. Lakini wewe mgeni na mie, ukimwona shoga ni kama kitu kinawasha huko. Ukikaka kidogo, hey bwana amenifanya hivi, mume wangu yuko hivi, mtoto wangu yuko hivi. Haya, message imeenda. Ulimwengu wa roho umeelewa. Tabia hiyo hiyo ndio aliyokuwa nayo Eva. Ingekuwa leo mimi Mungu ningemwambia usimuumbe Eva, muumbe Juliana. Ile roho ile angaliko kwa wanawake wengi. Ile alifuatwa tu na nyoka. Alifuatwa na nyoka, si ndio? Akafunua kila kitu. Wewe mwanamke uko kwenye kongamano hili, kama unafunuaga maneno ya ndani ya nyumba yako kwa watu wengine, una laana na utaiacha kwa kizazi chako. Angalia tabia ulionayo, angalia na watoto wako. Kama una watoto 4 5, angalia lazima mmoja wapo 2 watakuwa na tabia yako. Najua hapa huwezi kunipenda. Na mimi sijaja hapo nipende. Nitaka nikuambie neno la Bwana. Sababisha ndoa yako. Angalia watu ambao wanakaa wanaomba hawana kitu. Ghafla Mungu anagusa mtu mwingine kutoka mbali. Unaona anakuja na majibu. Ana majibu yako wakati wewe hujamwambia. Hasa watu wengine nao wakionaga majibu yamekuja ndio wasema hujajua nilikuwa sina kitu kabisa, hata mume wangu alikuwa anaanza kutoa siri tena. Ningekuwa karibu nitakupiga la kisogoni. Unaweka unazimia, ukija kufufuka hutarudia. Na mimi nimesha kupiga sasa. Usirudie kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwani wanaume wengine wanasemaga ningejua, ningepata nafasi sasa hivi kwamba Mungu chagua. Nikuulize na wewe. Ni semina ya wamama. Kwa wale waliooana, mimi sisemi wale ambao hawajaoana. Sasa hivi umeishi na miaka 10 kwenye ndoa 20, 30, whatever. Leo kama Mungu akishuka paka akasema kuanzia sasa nafuta ndoa hii, tafuta mwingine. Nani atamrudia mke wake? Au nani atamrudia mume wake? Si moyo wako najua. Usipoangalia utasema mimi namchukua wa fulani naacha bwana. Mimi nakupenda wewe. Kwa kweli nakupenda. Yaani ulivyo na utulivu na heshima, mimi ningepata mtu kama wewe. Sasa tutafanyaje? Geuka, mwambie mwenzako geuka bwana. Umekuwa mtu mzima, geuka bwana. Wangapi wameelewa jamani? Kuna neno linasema hivi, wale wasioweza, hasa wanaume, wale asiweza kuitunza nyumba yake, anawezaje kulitunza kanisa la nani? La Bwana. Anauliza. Watu wengi wanapoenda kanisani, wao wanafikiri ibada inaanzia pale kanisani. Hapana. Ibada inaanzia nyumbani, kwenye ndoa. Moyo wako umekaaje? Wewe ni mkweli ndani ya nyumba yako? Wewe ni mkweli kwa watoto wako? Kama unakaa na watoto na waeleza tabia ya baba, kama baba anakaa na watoto anaeleza tabia ya mama, pas huo msingi umeharibika. Akitoka baba yenu yuko hivi, msimuone hivi, yuko hivi, umeharibu. Shida, mume wako anaweza asiwe na shida, ulimwengu wa roho unakamata ile ndoa. Na utaiona ndoa yako kwenye ulimwengu wa ndoto zako. Saa umemaanisha kuomba, saa unapoombea nyumba yako, saa unapomwombea mume wako, saa hiyo umejisahau kwamba amefungua njia mwenyewe. Ghafla unapolala, unaona unalala mwanaume mwenye ndevu, lakini huku chini ni kama mwanamke au kama mwanaume. Ukiamka humwambia hata mume wako. Tayari unajua ndoa yako kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza hauna pepo ndani, unaonyeshwa ndoa yako, njia yake ya ulimwengu wa roho imeshashikwagwa.
Na kama imeshikwa, shetani anachofanya anafuatilia kizazi. Mtoto naye mzaa tayari sio wa kwako, ni wa ulimwengu wa shetani. Samba, unasemaje? Nataka nikwambie, soma Mathayo Agano Jipya, ambapo mtumishi mmoja Yohana Mbatizaji ametangulia, yuko kule Yordan, anabatiza watu wakiziungama dhambi zao na kutubu na kutatizwa. Akasema anawaambia Wayahudi, enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaambia mkimbia ghadhabu ya Mungu na kuja huko? Wamekuwa saa ngapi uzao wa nyoka? Na ni Wayahudi, taifa la Mungu, na ni Wakristo wanaosali wamejaa Roho Mtakatifu. Haujajua misingi. Ni hatari kwako wewe na kizazi chako. Wangapi wananielewa? Uzao wako ukitunga mimba, mtoto anapozaliwa sio wa kwako. Mtoto yule anapokuwa ana anga lake la ulimwengu wa roho, na Mungu hawezi kuthubutu. Nenda muulize Adamu alipokosea. Na muulize Adamu alipokosea. Si tu Mungu aliwahukumu wao, lakini angalia uzao wao mmoja wapo. Alipozaliwa yule mtoto alikuwa ni wanyoka. Kaini ni wanyoka wa kuua, kama alivyomuua mama yake akaiua ndoa. Msingi wa sheria ya Mungu. Na ndio maana watu wanaomba Mungu akifungua milango namna, baada ya muda inafunga. Unafungua biashara namna, inaenda, baada ya muda inafunga. Kwa nini? Angalia ulipoanza ndoa yako. Kama sio wewe, angalia mzazi wako, baba yako. Mungu ana historia, ndio maana ameandika kumbukumbu la Torati. Kwa nini aandike kumbukumbu kama hawekaji kumbukumbu? Kwa nini vitabu vyote vitafunguliwa kama haweki kumbukumbu? Roho yako itaenda mbinguni, lakini kizazi chako na wewe hutaona matokeo, kwa sababu ya watu kutokujua sheria na kufanya maamuzi. Ndio maana unaona watu ndani ya kanisa wana roho za kujitegemea, kana kwamba wao wanamjua Mungu kuliko. Ni misingi imeharibiwa ya ndoa yao, wakidhani Mungu anawaongoza, kumbe sio. Mungu ni kitu kingine. Au hujui shetani anajigeuza kama malaika wa nani? Kama malaika wa nuru. Ameshika ndoa. Matokeo yake, angalia wale ambao wana roho za kujitegemea, kana kwamba hawasogei. Tunajifunza mambo haya ili ujielewe. Mtu akijielewa atafanikiwa. Usipojielewa huwezi kufanikiwa. Mtu mmoja ametoka kuabudu kule Yerusalemu. Anatokea kule Kushi, ambayo inadhaniwa kwamba ilikuwa ni taifa la Ethiopia. Anakutana Filipo, ameenda kuzihubiri habari njema. Mungu anamtoa Filipo kutoka ushemasi, anamjaza Roho Mtakatifu, anamfanya kuwa mwinjilisti. Anakwenda kuhubiri mpaka wachawi wakaokoka. Baada ya kumaliza kuhubiri na miujiza kafanyika, mpaka yule mchawi anaitwa nani akaokoka kule Samaria. Kuna mchawi mmoja Simoni akaokoka. Alipomaliza tu kazi yake, Mungu akamwambia, Filipo ameshamaliza, ondoka. Akaambia, ondoka, elekea nyikani. Akachukuliwa na Roho, akapaishwa juu, akapelekwa nyikani. Alafu Roho Mtakatifu amwambia, sogelea hilo gari, kimbilia, sogelea hilo gari. Akasogelea, akamkuta mtu mmoja ametoka kuabudu. Ametoka wapi ndugu zangu? Yerusalemu kuabudu. Anamwambia, alipomsogelea akaona anasoma chuo cha nabii Isaya. Akamwambia, hayo unayosoma yanakuelea? Alijibuje? Alisema hivi, nitawezaje kuelewa ikiwa sijapata mtu wa kunifundisha? Watu wengi wamekariri maandiko, hawajafundishwa na Roho Mtakatifu, ndio maana wamekwama hapo. Huyo bwana anasoma, sio hasomi, anayasoma. Anayakariri tu yameandikwa, lakini hayana uungu wa Mungu wa kumbadilisha. Ndipo kutoka hapo Filipo akaanza kumfundisha kuanzia maandiko yale yale, akaanza kusoma, akaanza kumhubiria habari za Kristo aliyeandikiwa na Isaya nabii tangu Agano la Kale. Ndipo alipoelewa,
akamwambia, maji yako hapa, kuna kitu gani kinanizuia mimi nisibatizwe? Ina maana huyu mtu alikuwa na dini yake, misimamo yake. Kuna watu wana misimamo, kumbe wameharibiwa kwa angalao, hawasogei. Ni wajuaji kuliko. Sio nyinyi wale ambao wamechelewa wajaja. Sio kasema ninyi, sio nyinyi. Wewe ndio maana unanisikiliza. Alipofundishwa ili ujue ni saa ya wakati wake, alipofundishwa akasema, Bwana, maji yako hapa, nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akamwambia, ukiamini kwa moyo yanawezekana. Akasimamisha gari, wakasimama, jamaa akabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Alipomaliza, ili ujue ilikuwa ni saa ya Mungu, Biblia inasema Filipo akanyakuliwa katika Roho Mtakatifu, akatokea eneo lingine. Yule mwanamume akaangalia akasema, huyu mtu amenyakuliwa, ameenda wapi? Akaondoka akiwa na furaha, sema, Mungu umemchukua, hujamchukua unajijua, maadamu mimi nimepata cha kwangu. Anaendelea kucelebrate, anarudi Ethiopia. Na mimi nataka nikwambie, utarudi kwenye tawi lako ukicelebrate, ukifurahia jinsi Mungu anavyotaka. Hallelujah. Umenielewa? Lakini ukiweka msimama, sema, kuna watu wengine unamfundisha hivi na yeye anajibu ndani kwa ndani. Ujue una njia za adui. Nakwambia. Wewe unaona mtu mwalimu anafundisha na yeye huko anapangua, sema kwani ana maana gani? Hii na iko simendi, hii na zina hata huko simeandikwa hivi. Ujue wewe ni mahuru. Wewe ni mahuru, hutakaa usogee. Iwe kiroho, iwe kimaisha. Hutasogea. Lazima utakuwa agent tu kanisani. Ukiona kitu utaona watu wa makundi. Naona makundi. Leo tatikisa kichwa. Wana wa Mungu, ukielewa msingi huu, utajionea huruma na utarudi kwa Mungu. Utamwambia Mungu nini? Kama ulivyomwambia yule towashi aliyotoka Kush. Utamwambia Mungu, mambo mengine sikuyajua, nisamehe Bwana. Unaposema nisamehe, Mungu anashuka kupigana vita, anaikomboa njia yako ya ndoa katika ulimwengu wa roho. Ghafla ukiwa unatoka, huo umesafiri, huo umeenda kwenye huduma, huo umeenda shambani, ukilala na kuambia unamuona mke wako uko naye, ukilala unaona uko na mume wako. Kwani njia yenu ya ulimwengu wa roho haingiliwi na kitu chochote. Inabaki kusema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Na kisha kuwa hivyo, hata kama msingi wa watoto wako walikamatwa, sikiliza, nao Mungu atawatokea. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo atawatokea, atawaambia kama alivyoambia Kaini, Kaini, ndugu yako yuko wapi? Anasema, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Anambia, hamna Bwana, wewe unajua, mimi najua kuliko wewe Bwana. Sikiliza, damu ya ndugu yako inalia. Ukitenda mema si utapata kibali. Maanake Mungu anaanza kutafuta uzao wako, ataurudisha kwenye njia. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe mzazi umetambua nafasi yako. Ndoa yako imesajiliwa, imetakaswa kwenye ulimwengu wa roho, na shetani hana nafasi. Mungu anafuata na uzao wako. Baada ya muda unaanza kuona matokeo ya watoto wako. Kizazi chako kinaanza kufanikiwa. Unakuwa faraja, unabaki unamuinua Mungu, unakuwa kama mzee Gayo. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu anachotaka, hakikisha roho yako imeamua kusimama kwenye reli. Usiwe unampenda Yesu bado na vitu moyoni. Mimi nashangaga watu, unamkuta yuko vizuri, kesho amegeuka. Ni moyo una shida. Wangapi wameelewa mpaka hapo? Haya, nafundisha watu wazima. Nimemaliza hapo na kwenda hatua nyingine. Kama hujaelewa, shauri yako bwana. Sasa mimi nitakufanyaje? Lakini elewa hivyo. Mnyenyekee mume wako. Ni kwa faida ya kizazi chako.
Wazazi wa Agano la Kale waliwahi kukosea kwenye kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7. Asema baba zetu walitenda dhambi. Anaposema dhambi maana yake hawakwenda na misingi ya Mungu, si ni sawa? Asema baba zetu walitenda dhambi, nao sasa hawapo, maana yake waliishi mpaka wakafa. Alafu watoto wao wanasema na sisi tunavuna maovu yao. Kwa hiyo kama misingi ya wazazi ilikosewa, angalia wanaopata hukumu hiyo ni watoto. Si nimeeleweka mpaka hapo? Waulize hata watu waliokoseaga. Mungu anawaambia hivi, kwa kuwa Ahabu amejinyenyekesha mbele zangu, mabaya haya sitayaleta kwake, nitayaleta kwenye kizazi chake. Umeona? Kwa kizazi ukikosea wewe, angalia watoto wako. Na Mungu ni waajabu sana. Kabla hujafa au kwenda mbinguni, utaona mateso ya watoto wako pamoja na wewe hivi. Na saa hiyo huna namna. Kumbuka mtu siku kwa siku kunavyokucha umri wako nayo unaenda. Ni sawa si sawa? Na watoto wako kama umewazaa nao wanafanyaje? Nakuwa. Nguvu zikija kukuishia, mateso yale ambayo ulifunguaga mlango utaona kwa watoto. Na Mungu naye anaruhusu, asema ndio ninyi mlikasia msingi, kwa hiyo unaona cha mtema kuni kwa watoto, huna namna. Na shetani naye hata ukikemea mtoto anakuangalia, ambia madha wewe umepitwa na wakati. Hasikii, kwa sababu sio wa ufalme wako. Wewe umeshakosea njia. Wewe unafikiri Adamu alipokutana na Kaini wakati amemuua mwenzake, nini kilitokea? Alikuwa anasikia la baba yake? Hamna. Wewe unafikiri Wayahudi wanaenda kwenye ubatizo wa Yohana Mbatizaji, alafu anawaambia enyi uzao wa nyoka? Ni nani aliyewaambia mkimbia ghadhabu ya Mungu? Wamekuaje uzao wa nyoka? Na wao ni Yahudi, ni wa taifa la Mungu, watoto wa Ibrahimu. Msingi. Umeelewa ndugu zangu? Kabla hujaombea watoto wako, jikague wewe mwenyewe kwamba mimi na mume wangu iliendaje? Awe yupo, mimi na mke wangu iliendaje? Awe hayupo, unakumbuka ndoa yako, tengeneza na Mungu. Ndipo nikakwambia ishara utakazoziona. Watu wengi wanaonaga ishara kwenye ndoto zao, kwenye ulimwengu wao roho. Hasa ukiombea ndoa yako, nimekuambia kitu kinachotokea. Ukiomba sana umekaa rohoni, wewe angalia baada ya muda uona usikini ile ni pepo. Ndio, maana yake Mungu anakuambia tabia namna hii ni ndoa yako ilivyokamatwa kwenye ulimwengu wa nini? Kila mtu ana njia yake ya ulimwengu wa roho. Yesu alisema hivi, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa ina maana unapookoka kuna njia yako uliyotengenezewa kwenda kwa Mungu, kusikilizwa kwenye madhabahu ya Mungu. Unapoomba maombi yako, sadaka yako inapokwenda, shetani anachotafuta anakuzuilia ile njia, lakini kwa kosa wewe ukikosea. Usipokosea njia yako haiwezi kuzuilika, wala ya watoto wako. Ukikosea wao wanachofanya kwanza wanazuia njia yako kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana unaona ndoto kama zile nilizosema nyuma kidogo. Sasa akishika namna hiyo, hata ukitoa sadaka yako inakuwa na uzuizi. Ukiomba kuna uzuizi. Kwa nini? Kwa sababu wao wana block kwanza njia ya ulimwengu wa roho, na baada ya kublock njia yako ya ulimwengu wa roho ndipo wanarudi kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kila kitu unachofanya kinakwama. Pole pole tu, hawana haraka, kinakwama. Afadhali maisha ya mwaka jana kuliko ya mwaka huu. Afadhali ya mwaka huu kuliko ya mwaka kesho. Kwa nini? Njia yako imefungwa.